Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki, na huko Rabat ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Karibu kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, Radio Ngoma ya Amani Fizi, inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Radio Ruanzoruru, RTR Beni, hii ipo kwenye FM 63.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana masafa marefu. Karibu sana. Ikiwa ni wiki ya Krismasi na juma la soka la bara Afrika, tumekuandalia makala maalum kutoka maeneo mbalimbali ya kanda hii. Na pia tutakuwa huko Morocco ambapo mechi ya kombe la mataifa bingwa Afrika AFCON limeng'oa nanga Jumapili hii. Karibu wote. Kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Maafisa wa Nigeria wanasema wamewakomboa wanafunzi 130 waliotekwa nyara kutoka shule moja ya Kikatoliki katika jimbo la Niger kati mwa nchi. Msemaji wa Rais Bola Tinubu amesema idadi kamili ya wanafunzi waliokombolewa hadi sasa ni 230. Wanafunzi wengi waliotekwa nyara walitokea shule ya St. Mary's ambapo zaidi ya wanafunzi 200 walitekwa nyara na genge lililojihami kwa silaha. Rais Bola Tinubu alitangaza hali ya hatari na kuapa kuwakomboa wanafunzi wote na kushirikiana na viongozi wa majimbo ya kaskazini na kati mwa Nigeria ili kuboresha mazingira ya usalama wa wanafunzi pamoja na wanaohudhuria ibada. Nchini Afrika Kusini, polisi wanaendelea kuwasaka genge ambao waliwapiga risasi na kuwaua makumi ya watu waliokuwa wakisherehekea msimu wa sikukuu eneo la Bakseidal viungani mwa mji wa Johannesburg. Walioshuhudia shambulio hilo wanasema genge la zaidi ya watu 10 walifika eneo lile kwa magari mawili na kuanza kuwafiatulia risasi watu waliokuwa kwenye jumba la starehe na kisha kutoweka. Afrika Kusini inaongoza duniani kwa visa vya mauaji ya kiolela, huku watu 63 wakiuawa kila siku. Mauaji mengi yamechochewa na migogoro ya nyumbani, visa vya wizi na makabiliano kati ya magenge ya kihalifu. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linataka Rwanda iondoe wanajeshi wake kutoka mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aidha, baraza hilo limeongeza muda wa linda amani wake MONUSCO walioko DRC kwa mwaka mmoja zaidi na kubadilisha baadhi ya sheria za kulinda amani. Aidha, wametaka Rwanda isitishe kuendelea kuunga mkono na kufadhili M23 na kutaka waondoe wanajeshi wake kutoka DRC pamoja na kumaliza ushirikiano wake na waasi hao. Huku waumini wa Kikristo wakiendelea kujiandaa kwa shamra za Krismasi nchini Rwanda, zaidi ya makanisa 10,000 yamefungwa, mengi yakiwa ya kiroho kwa kutozingatia sheria inayosimamia kuanzishwa kwa maeneo ya ibada. Rwanda ilianzisha sheria ya mwaka 2018 iliyotoa mwongozo kwa makanisa au maeneo ya ibada. Rais Paul Kagame amekosoa baadhi ya makanisa kiroho na kudai anawapotosha waumini wao, baadhi wakiwaibia fedha zao. Sheria hii inawataka viongozi wa makanisa kuwa na shahada ya somo la dini na mwongozo jinsi watakavyoboresha maisha ya jamii. Raia wengi wa Rwanda wanafuata imani ya Kikristo. Shukran sana Angela, na moja kwa moja na kama nilivyokuelezea pale mwanzoni, tunaanza mfululizo wa makala maalum kuhusu matukio muhimu mwaka huu wa 2025. Hii leo tunatupia jicho hali katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo mwanzo mwa mwaka huu Januari, sherehe za mwaka mpya ziligeuka na kuwa milio ya bunduki na makombora katika mji wa Goma baada ya wapiganaji wa AFC au kama vile inafahamika sana kundi la M23 ama M23 kuanzisha kampeni ya kijeshi kuutoa mji huo ambao ni makao makuu ya Kivu Kaskazini. Mapambano ya siku kadhaa yaliishia mji huo
kuangukia mikononi mwa wapiganaji hao. Kampeni haikukomea hapo, kwani waliendelea na vita vyao na kuunyakua mji wenye utajiri wa madini wa Bukavu. Maeneo hayo hadi sasa yamesalia chini ya kundi la M23. Wiki moja iliyopita mwezi huu wa Disemba, kundi la M23 walionekana kutaka kujizawadi kwa kuuteka mji wa Uvira ambao ni makao makuu ya Kivu. Na kwa mengi sana sasa tunaungana na mwanahabari Msekedide, anaangazia hali ya kisiasa na kiusalama na maisha ya raia mashariki mwa DRC. Ninakaa chini nikifikiri juu ya nchi yangu Kongo. Aibu yake ni kubwa sana kati mataifa ulimwenguni. Nchi tajiri kwa misitu, ni wanafunzi wanalipa walimu. Tunapoangazia kampeni ya M23 kabla ya vita hadi pale walipouteka mji wa Goma mapema mwaka huu, Bukavu, hata walivyouteka mji wa Uvira wa mwishoni mwa mwaka huko mkoani Kivu ya Kusini. Tuangazie hapa kuwa ni tangu mwaka wa 2021 vita hivi vya sasa vya M23 vilianza mwaka huo huko Bunagana, miaka 4 kabla ya kuja kuuteka mji wa Goma, makao makuu ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kwenye vita vyao, kampeni yao ilikuwa ni kuongelea kuhusu mikataba waliosaini na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mikataba ambayo hawakuitaja ni ipi ambayo walihitaka itekelezwe. Aho waliendelea hadi kitongoji cha Kibumba kwenye kijiji kinachopatikana kwenye mlango wa kuingia mjini Goma, mahali ambapo walipakaa takribani mwaka mmoja, lakini baada ya mapambano makali hatimaye mji huo ukatekwa vilivyo tarehe Januari 27, wakati mji huo ukiwa na ulinzi mkali wa jeshi la taifa FARDC, askari mamluki kutoka Romania, askari wa kanda kama vile wale wa nchi wanamemba wa Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC. Bwana Lora Mugiraneza ni mkahadi mwenye uelewa wa historia ya vita hivi. Asante sana, nashukuru sana kuwa mwalikwa kwa Radio Sauti ya Afrika, na waza kama itakuwa fursa yetu muhimu juu ya kumaliza vita kati yetu wa Afrika. Shukuru sana wale walioandaa mradi huu wa radio ya wana wa Afrika. Waasi wa M23 walibaki zaidi ya mwaka moja wakiwa kwenye mlango wa Goma, yani Kibumba. Ndipo hapo walipopata ruhusa ya wale wenye kwa support Rwanda, wakaamua kupiga mji wa Goma, ambapo mji huo ulikuwa chini ya ulinzi mkali wa government. Wakati M23 na wafadhili wao Rwanda walipoamua kuuteka mji, wakazarau kila mtu, hata MONUSCO wakachapwa kabisa, wakaweza kukatazwa kuzunguka kwenye mji, na hapo ndipo tuliona wakiwasurutisha wale Warume kuondoka katika mji wa Goma wakipita Rwanda na kwenda. Kwa kweli vita vilichukua mkondo wa hali ya juu kuelekea hadi kwenye mji wa Sake, apatao kilomita 25 kutoka Goma, sehemu zake za kaskazini. Kwa mujibu wa Bwana Lacroix, siku hiyo aliongeza kusema askari wengine 11 wa Umoja wa Mataifa walijeruhiwa na kupata matibabu kwenye hospitali yao ya mji wa Goma, huku akimalizia kuangazia hapa kwamba MONUSCO iliendelea kushikilia sehemu zao na kuhakikisha kwamba wanasaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupiganisha kundi la M23. Lakini hata hivyo, mji wa Goma ulianguka kikamilifu Januari 27. Wakili Omari Kavota ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa maeneo ya kanda, akiwa mashariki mwa DRC. Alikuwa na haya ya kueleza. Mwaka huu wa 2025 raia wa mashariki wa DRC tulipatwa na balaa, sababu kuingia tu mwaka huu ilipokuwa Januari, hao waasi wa M23 ambao wanafadhiliwa na Rwanda waliweza kuteka mji wa Goma. Tukizungumzia mauaji na visa ambao viliendeshwa
dhidi ya kuwadhalilisha askari kutoka Afrika Kusini, hata askari wa MONUSCO ambao walikuwa mjini Goma wakati M23 liweza kuteka mji huu. Tunafikiria kuwa hali kama hii haingaliweza kushuhudiwa. Vipi hali ya kihutu mjini Goma? Maisha iko mazito kwetu sana, sababu kazi haziko, kukula ni shida, shiba pangai, kulipa nyumba inakuwa shida. Wakati nyo napata kakitu kidogo, so nenda ujisha hata kubijumba kubarabara, unaujisha sombe kubarabara, taksi nazo ziko pale, biko nakuwa wanalipisha nazo ile mataksi. Unajiuliza kama utafanyaje? Hauuzishi kwanza benye huko naenda uzishi au faidike kitu, kisha tena na huko naona na mwingine na iko nakia kusimamia ulipe tena hii taksi. Hali ya Goma jinsi huko na kucha unaingia, vitu viko naenda viko nabadilika usiku na mchana. AFC M23 wenyewe wako pamoja na Rwanda, donc wanafanya krimi moya ya mubaya sana yenye unakosa kama wenyewe wanabakia mji wa Goma, wanakosa kama wajikomporte wapi na wakimbinie wapi. Huko nakutana leo hii Mgoma hamuna makazi. M23 hawakuishia hapo, waliendelea na vita hadi Bukavu, mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kusini, mji ulioanguka mikononi mwao tarehe Februari 15 mwaka huu. Hao waliendelea na kwenda kusimama mjini Kamanyola, wilayani Walungu, ni kwenye bonde la mto Ruzizi, mahali ambapo walikwama kwa patao miezi 10 kabla waanzishe mashambulizi mapya. Mji wa Uvira ulianguka tarehe Disemba 10, huku utekwaji kamilifu wa mji huo ukizua mijadala hapa na pale. Mji huo wa kimkakati unaopatikana kwenye ukingo wa Ziwa Tanganyika, sio mbali na mji wa Bujumbura nchini Burundi. Yapi basi matukio ya Uvira baada ya kumilikiwa kwa mji huo, pia kutangazwa kwa kujiondoa kwa wapiganaji wa M23 baada ya shinikizo la Marekani? Huyu hapa bwana Kelvin Bwija, mratibu wa asasi za kiraia kitengo cha Sosiko DRC. Utafahamu kama Donald Trump, president wa Amerika, ameexige bwana Kagame kutoa watu wake muinchi ya Kongo kurespekte madifferents accords engagement ambazo tulikuwa sinye Doha na Washington. Utafahamu kama tumeona tayari wameanza kutoka, tuko tunajiuliza wanaenda ngambo gani? Eske hawaendi kujiinstale Bukavu au Kamanyola? Kwa sasa tuko tunaomba population igarde toujours vigilance. Wananchi wengi wamekimbia pa Bujumbura muka de refugie ambao iko pale Gatumba, na kwa sasa tunapana condoléances parce que tumerealize à peu près plus ya 20 personnes ambao imefariki. Basi ni kufikia hapo, sina cha ziada. Nimekamilisha makala kuhusu kampeni ya M23. Mimi ni Mseke Dide kutoka Beni. Vilevile wiki hii macho yote yako huko Morocco, mwenyeji wa michuano ya kombe la mataifa bingwa Afrika AFCON. Tukaribishe kikosi chetu, karibuni sana, na Kennedy Wandera anatupatia yale yaliyoko kule. Asante sana Ann. Karibu msikilizaji katika dunia ya michezo ya soka wikendi hii. Hii imekuwa ni wikendi yenye ushindani mkubwa katika ligi mbalimbali barani Afrika, Ulaya, huku timu kubwa zikisaka pointi muhimu katika mbio za ubingwa na nafasi za juu kwenye jedwali. Tuanzie huko Marrakesh, Morocco, ambako michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ya mwaka 2025 imeanza rasmi kwa mvuto wa aina yake. Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025 ilizinduliwa rasmi Jumapili usiku katika uwanja wa Prince Moulay Abdellah mjini Rabat, Morocco, kupitia sherehe kubwa na ya kuvutia iliyojaa burudani ya hali ya juu. Licha ya mvua iliyokuwa ikinyesha kwa utulivu, sherehe hiyo haikupoteza mvuto wake, ikichanganya kwa ustadi muziki, densi za asili na fataki zilizopamba anga la Rabat, na kuwafanya maelfu ya mashabiki waliokuwepo uwanjani pamoja na mamilioni waliokuwa wakifuatilia kupitia runinga kufurahia tukio hilo la kihistoria. Tupate taarifa hiyo kutoka kwa beki wetu Leonard Mobali. Naam, tunakwenda Morocco.
Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika Total Energies AFCON mwaka 2025 ilizinduliwa rasmi Jumapili usiku katika uwanja wa Prince Maore Abdellah mjini Rabat, Morocco, kupitia sherehe kubwa na ya kuvutia iliyojaa burudani ya hali ya juu. Licha ya mvua iliyokuwa ikinyesha kwa wingi, sherehe hiyo haikupoteza mvuto wake hata kidogo, ikichanganya kwa ustadi mziki wa kisasa, dansi za asili za Kiafrika, mwanga wa kisanaa na fataki zilizopamba anga la Rabat na kuifanya dunia nzima kuelekeza macho yake Morocco. Kadri Afrika ilivyoanza rasmi tamasha lake kubwa zaidi la soka, muziki nao ulichukua nafasi ya kipekee sambamba na mchezo wenyewe. Msanii Jailanini Le Artiste na Angrik Kijo walipanda jukwani na kuimba wimbo rasmi wa Total Energies CAF Africa Cup of Nations Morocco mwaka 2025 katika onesho lililovuta hisia na kugusa utambulisho wa bara la Afrika. Wimbo huo ulitambulishwa rasmi kabla ya mechi ya ufunguzi kati ya wenyeji Morocco na Komoro, ikiashiria mwanzo rasmi wa michuano ya AFCON mwaka 2025. Wimbo wa mwaka huu umebeba ujumbe mpana na umoja wa fahari ya Kiafrika, ukichanganya dunia tatu za muziki kwa namna ya kipekee: muziki wa kizazi kipya cha pop cha Morocco, midundo ya kisasa ya kimataifa iliyokuwa barani Ulaya, pamoja na mizizi ya kina ya ala na midundo ya Afrika ambayo imesafiri na kutambulika duniani kwa miongo kadhaa sasa. Onesho hilo lilitajwa kuwa miongoni mwa matukio ya ufunguzi yaliyopambwa zaidi katika historia ya AFCON, likijumuisha muziki, mwanga, harakati za dansi na ishara za kitamaduni, yote yakiwa yamepangwa kwa ustadi mkubwa kwa hadhira ya kimataifa kupitia runinga. Sherehe hii ya ufunguzi pia iliashiria mwanzo wa mashindano ya mwezi mzima yatakayodumu hadi tarehe 18 Januari mwakani, yakiashiria timu 24 za mataifa kutoka bara zima la Afrika. Michuano hiyo itachezwa katika miji 6 wenyeji ambayo ni Rabat, Casablanca, Tangier, Marrakesh, Fez, Agadir, huku viwanja 9 vikitumika pia kuendesha mashindano haya makubwa. Ni muhimu kukumbuka kuwa Morocco inakuwa mwenyeji wa fainali za AFCON kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1988, jambo linaloifanya AFCON mwaka 2025 kutajwa kama moja ya matokeo yenye maandalizi makubwa na maono makubwa zaidi katika historia ya mashindano haya. Kwa ufafanuzi huu wa kihistoria na wa kuvutia, AFCON mwaka 2025 imeanza kwa kishindo kikubwa, ikiashiria mashindano ambayo hayataleta tu ushindi na majonzi ya soka, bali pia yataendelea kuunganisha Afrika kupitia utamaduni, muziki na mshikamano wa bara moja. Asante sana Mubali. Morocco ilianza kampeni yao ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa ushindi wa mabao mawili dhidi ya Comoros katika mchezo uliochezwa mbele mashabiki waliofurika uwanja wa Prince Moulay Abdellah jijini Rabat Jumapili usiku. Tupate taarifa kamili kutoka kwa beki wetu Felix Gatumo. Morocco ilifungua rasmi kampeni yake ya AFCON mwaka wa 2025 kwa mchuano dhidi ya Komoro mbele ya umati mkubwa wa mashabiki, hatua iliyotangulia mwanzo wa tamasha kubwa la soka barani Afrika. Licha ya kutawala umiliki wa mpira katika dakika za mwanzo, Simba wa Atlas walikumbana na ukuta mgumu kipindi cha kwanza kilichomalizika bila mabao. Kipindi cha pili kilianza kwa kasi zaidi na kitendawili cha mabao kikavunjwa dakika ya 55 wakati Ibrahim Diaz alimaliza pasi ya chini kutoka kwa Nosea Mazrui na kuamsha shamra katika uwanja wa Rabat.
Dakika ya 74 Ayub El Kabi alifunga bao la kupendeza kwa ustadi wa hali ya juu. Baada ya pasi iliyopigwa kutoka upande wa kulia, El Kabi alijitupa hewani kwa ujasiri, akageuka kwa haraka na kupiga mpira kwa mkwaju wa kisigino cha juu maarufu kama overhead kick. Mpira ulipita juu ya mlinda lango bila kumpa nafasi ya kuokoa na kutinga wavuni kwa kishindo. Bao hilo liliwafanya mashabiki kusimama kwa shangwe, huku likithibitisha ushindi wa mabao 2-0 pamoja na alama 3 muhimu kwa wenyeji. Kwa upande mwingine, mechi za hatua za makundi zinaendelea leo. Mali dhidi ya Zambia, Afrika Kusini ikivaana na Angola, huku Misri ikipimana nguvu na Zimbabwe. Katika uwakilishi wa Afrika Mashariki, Uganda, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan ndiyo mataifa yaliyofuzu AFCON mwaka huu. Katika hafla ya ufunguzi, rais wa FIFA Gianni Infantino alikaribisha Afrika nchini Morocco, akisifu kama taifa la amani na kumshukuru Mfalme Mohamed wa 6 na kuitaja AFCON ya mwaka huu kuwa toleo zuri zaidi katika historia ya mashindano hayo. Rais wa CAF Patrice Motsepe naye alisifu mchango wa Morocco katika kukuza soka la Afrika. The national team of Morocco made the people of Morocco proud, made the timu ya taifa ya Morocco ilifanya Morocco ijivunie, ikaifanya Afrika nzima kujivunia katika kombe la dunia la mwaka 2022 nchini Qatar, wakati Morocco ilipokuwa taifa la kwanza barani Afrika kufuzu hatua ya nusu fainali ya kombe la dunia. Kuanzia mwaka 2028 AFCON itakuwa ikichezwa kila baada ya miaka 4, huku mfumo wa sasa ukiendelea hadi AFCON 2027 itakayofanyika kwa pamoja nchini Kenya, Tanzania na Uganda. Felix Gatumo, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON imeanza rasmi nchini Morocco, na kwa ujumla zaidi ya wachezaji 30 wa ligi kuu ya Uingereza wanatarajiwa kushiriki mashindano haya makubwa. Hii inaifanya AFCON kuwa na athari kubwa sana kwa Premier League, kwani klabu nyingi zimepoteza nyota wao muhimu katikati ya msimu. Mashabiki sasa wanajikuta katika hali ya mkanganyiko wa kihisia, wakitamani kuona mashujaa wao wa klabu wakifanya vyema kwa nchi zao, lakini kwa upande mwingine wakitamani safari ya Morocco iwe fupi ili warejee haraka kuzisaidia klabu zao. Manchester United miongoni mwa timu zilizoathirika pakubwa, akimkosa Bryan Mbeumo aliyejiunga na kikosi cha Cameroon, Amad Diallo anayewakilisha mabingwa watetezi Ivory Coast, pamoja na Nusri Mazrui wa Morocco. Kukosekana kwa wachezaji hawa kunapunguza chaguzi za kocha katika maeneo ya pembeni na ulinzi, hasa katika kipindi ambacho ratiba ya ligi ni ngumu. United sasa watalazimika kutegemea wachezaji wa akiba na vijana ili kuziba pengo liloachwa na nyota hao wa Afrika. Fulham nao wamepata hasara kubwa baada ya beki Calvin Bassey kuondoka kwenda kuichezea Nigeria. Bassey amecheza katika kila mechi ya Fulham msimu huu, akionyesha umuhimu wake mkubwa wa klabu hiyo. Mguu wake wa kushoto, kasi yake kurejea nyuma, pamoja na uwezo wake wa jumla wa kimwili vimefanya awe nguzo muhimu katika safu ya ulinzi. Hakuna mchezaji wa moja kwa moja wa kuchukua nafasi yake, jambo linalompa kocha Marco Silva changamoto kubwa, hasa ikizingatiwa kuwa anatarajiwa kukosa sehemu kubwa ya mwezi. Aidha, Fulham watamkosa Alex Iwobi ambaye naye amejiunga na kikosi cha Nigeria na amekuwa akitoa mchango mkubwa katika safu ya ushambuliaji wa Fulham. Everton nao wameathirika pakubwa kwa kumpoteza Iliman Ndiaye ambaye ameondoka kwenda kuichezea Senegal. Ndiaye amekuwa mchezaji muhimu sana katika kikosi cha David Moyes, akiwa ndiye nguvu kuu ya ubunifu na mshambuliaji anayeunganisha safu ya kati na mbele. Amecheza kila mechi ya Premier League msimu huu na amehusishwa moja kwa moja katika mabao 6, ama kwa kufunga au kutoa pasi ya mwisho. Kukosekana kwake ni pigo kubwa kwa Everton, hasa kipindi hiki ambacho wanahitaji pointi muhimu kujinasua katika ushindani wa ligi. Kwa Tottenham Hotspur, hali ya Yves Bissouma imekuwa tofauti kidogo. Ingawa amejiunga na kikosi cha Mali kwa AFCON, Bissouma kwa sasa hayupo katika mipango ya kikosi cha kwanza chini ya kocha Thomas Frank.
na amechukuliwa kama mchezaji asiyehitajika sana. Kutokana na hali hiyo, matarajio ni kwamba huenda kaondoka kilabuni hapo Januari, lakini bado atakuwa na nafasi muhimu ya kujionyesha katika AFCON kwa taifa lake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa miongoni mwa mataifa yenye wawakilishi wengi kutoka EPL, ikiwajumuisha Axel Tuanzebe wa Burnley, Arthur Maswaku na Noah Sadiki wa Sunderland, pamoja na Aaron Wan-Bissaka wa West Ham United. Hii inaonyesha mchango mkubwa wa wachezaji wa EPL katika kikosi cha taifa hilo. Misri kama kawaida inategemea nyota wake wakubwa akiwemo Mohamed Salah wa Liverpool pamoja na Omar Mamouche wa Manchester City, ambao wote wanabeba matumaini makubwa ya taifa lao. Ivory Coast, mabingwa watetezi, wana wachezaji kadhaa kutoka EPL wakiwemo Willy Boli na Ibrahim Sangare wa Nottingham Forest. Kwa mataifa mengine, Mozambique wanamtegemea Renildo Mandava wa Sunderland, huku Nigeria ikiwa na wakilishi wengi kutoka Fulham akiwemo Samuel Chukwueze, Calvin Bassey na Alex Iwobi pamoja na Frank Onyeka wa Brentford. Senegal nao hawako nyuma, wakijivunia wachezaji kama Idris Gana Gueye na Iliman Ndiaye wa Everton, Pape Matassa wa Tottenham Hotspur, Ismail Sarr wa Crystal Palace, Ilhaji Malik Diouf wa West Ham United na Habib Diarra wa Sunderland. Afrika Kusini wanamtegemea Lily Foster wa Burnley, Tunisia wana Hannibal Mejibri wa Burnley, huku Zimbabwe wakituma Tawanda Chirewa wa Wolves. Orodha hii inaonyesha wazi namna Premier League ilivyojaa vipaji vya Afrika na jinsi AFCON inavyoathiri moja kwa moja ligi hiyo kwa kuwakosa wachezaji muhimu kwa kipindi cha kuanzia Desemba 21 hadi Januari 18. Kwa jumla, zaidi ya wachezaji 30 wa EPL kushiriki AFCON ni ushahidi wa mchango mkubwa wa ligi kuu ya Uingereza katika soka la Afrika. Wakati macho ya Afrika yakielekea Morocco kusubiri bingwa mpya, klabu za EPL zitakuwa zikijaribiwa kwa kina kuona kama zina kina cha kikosi cha kuvuka kipindi hiki kigumu bila nyota wao. Hili ndilo linaloifanya AFCON kuwa michuano ya kipekee, si tu kwa mataifa yanayoshiriki bali pia kwa ligi kubwa za dunia. Tuingie huko England katika ligi kuu ya Uingereza maarufu kama Premier League pamoja na ligi nyingine za Ulaya. Tuone jinsi mambo yalivyokuwa na beki wetu mahiri Veronica Natalis. Ligi kuu ya Uingereza maarufu kama Premier League, mchezo mkubwa uliovutia hisia za mashabiki ulikuwa kati ya Manchester City na West Ham United. Manchester City walibuka na ushindi wa mabao 3-0 ambapo mshambuliaji wao Erling Haaland aliendelea kuthibitisha ubora wake kwa kufunga mabao mawili, moja katika kipindi cha kwanza na jingine katika kipindi cha pili. Bao lingine la City lilifungwa na kiungo wao aliyepanda kushambulia, jambo lililoonyesha uimara wa kikosi cha Pep Guardiola. Ushindi huu ulifanya Manchester City kusalia katika nafasi ya pili ya jedwali, pointi 2 nyuma ya vinara Arsenal ambao walipata ushindi muhimu wa bao 1-0 ugenini dhidi ya Everton. Bao pekee lilifungwa kwa mkwaju wa penalti na mshambuliaji wao tegemeo Victor Gyökeres. Matokeo haya yalifanya Arsenal kuendelea kuongoza msimamo wa jedwali, wakionyesha nia ya dhati ya kupigania ubingwa msimu huu. Baada ya michezo miwili, Arsenal waliongoza jedwali na pointi 39, wakifuatiwa na Manchester City pointi 37, Aston Villa pointi 36, huku Liverpool na Chelsea wakishindana vikali kwa nafasi za 4 za juu kwa pointi 29, Sunderland pointi 27, kisha Manchester United wakiwa na pointi 26. Mechi za mwisho za La Liga kwa mwaka 2025 zinaendelea wikendi hii ambapo hadi sasa mechi 9 zimechezwa katika viwanja mbalimbali nchini Hispania. Ratiba ilifunguliwa Ijumaa kwa mechi za Valencia dhidi ya Mallorca. Atletico Madrid walipata ushindi wao wa 3 tu ugenini msimu huu baada ya kuonesha mchezo wa kitaalamu dhidi ya Girona katika uwanja wa Montilivi. Mabao ya Koke, Restoration, Kone Gallagher na Antonio Griezmann yalihakikishia timu ya Giorgio Simeone pointi zote 3 muhimu. Barcelona waliendelea kuimarisha nafasi yao kileleni kwa ligi baada ya kuibuka na ushindi mgumu ugenini dhidi ya Villarreal. Mabao ya Rafinha na Lamine Yamal yaliipa Barcelona ushindi huo. Ushindi huo umerejeshea Barcelona uongozi wa pointi 4 dhidi ya Real Madrid. Real Madrid nao walipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Sevilla katika uwanja wa Santiago Bernabeu.
Jude Bellingham alifunga bao la kwanza kwa kichwa kabla ya mapumziko, huku Mbappe akifunga bao la pili kwa mkwaju wa penalti dakika za mwisho. Bao la Mbappe lilikuwa maalum kwani lilimfanya kufikisha mabao 59 kwa mwaka mmoja wa kalenda akiwa na Real Madrid, sawa na rekodi ya Cristiano Ronaldo ya mwaka 2013. Na hapo ndipo tunapofikia tamati ya kipindi chetu cha michezo kwa leo, ambapo tumekuletea matokeo makubwa na uchambuzi kutoka viwanja mbalimbali ndani na nje ya bara la Afrika. Asante sana kwa kuwa nasi, kuendelea kuipenda michezo. Endelea kufuatia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika kwa taarifa za kasi na zaidi, hasa michuano mabingwa ya AFCON mwaka 2025 Marrakesh, Morocco. Mimi ni nahodha wako Kennedy Wandera, na kutakia usiku mwema na burudani njema. Tuonane tena wakati mwingine. Na kupokeza tena kijiti Ann Ngugi. Vile nasema sana shukran kwa wote kwa taarifa hizo za viwanjani Afrika AFCON. Na basi yote 9-10 nasema kwamba ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 saa za nchi za maziwa makuu ikiwemo DRC, Burundi, bila kusahau Kigali pale Rwanda. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi. Kwa heri kwa sasa na jioni njema.